tunaanza majlisi ya leo. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة السابعة ذنبك لسابع أكل الربا نذنبي لكل ربا. جambo la kula riba kabiratun min kabairi dhunub, ni moja katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Wariba fi lugha az-ziyada, na riba katika lugha ya Kiarabu inakusudiwa ziada, kilichozidi. Riba fi lugha, riba katika lugha ya Kiarabu hiya az-ziyada, inakusudiwa ziada, yani chenye kuzidi. Wa fi shar'i, na katika sheria, الربا هو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه. maana ya riba kisheria, wanasema ahlul ilmi, zimekuja taarifati nyingi, katika hizo ni hii hapa. Wanasema ya kwamba الربا huwa الزيادة الحاصلة, ni ziada inayopatikana bimubadalatin arribawi, ni ziada inayopatikana bimubadalati arribawi, kwa kule kubadilishana mali inayoingia riba ndani yake. Bimubadalati arribawi, kwa kule kubadilishana mali inayoingia riba ndani yake. Bijinsihi, kwa jinsia yake. Kubadilishana mali arribawi, mali inayoingiwa ndani yake riba. Bijinsihi, kwa jinsia yake, yani kwa mali inayoingia riba mfano wake. au ta'khiru alqabd fima yajibu fihi alqabd, au ta'khiru alqabd, au kuchelewesha kupokea mali ambayo mali hiyo yajibu fihi at-taqabud, ni wajib katika wakati wa kuuziana mali hiyo, ni wajib makabidhiano yapatikane katika majlis al-aqd, katika sehemu mnapouziana, katika sehemu mnapouziana, kwamba riba ni ziada inayopatikana kwa kubadilishana mali ya riba kwa jinsia yake. Mali ya riba kwa maana mali inayoingiwa na riba kwa jinsia yake. Hii sehemu ya kwanza. Au riba ni kule kuchelewesha makabidhiano fima yajibu fihi taqabud, katika mali ambayo ni wajib makabidhiano yapatikane fi majlis al-aqd, katika ile sehemu mnapouziana. Takujaona. Au kwa maana nyingine ya riba huwa az-ziyadatu fi ashya'i makhsusati, kwa maana nyingine kwamba ar-riba huwa ziyadatun fi ashya'a makhsusatin, katika vitu maalum, kwamba ni ziada inayopatikana katika vitu maalum. Kuna vitu maalum vimekuja kutajwa katika hadithi, kwamba dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, tende kwa tende, chumvi kwa chumvi, shairi kwa shairi. Yote haya ni mali ambazo zinaingiwa na riba, kwa haifai kuzidishiana, isipokuwa yanapokuwa yametimia masharti yake.
Fayakunu riba fi daini, na riba inaingia katika deni, biziyadati al-ajal, kwa kule kuzidisha muda. Riba inaingia katika deni biziyadati al-ajal, kwa kule kuzidisha wakati au kuzidisha muda. Wa hadha huwa riba ad-duyun, na hii ndio riba ya madeni. Hii inaitwa riba ad-duyun, riba ya madeni, au kwa jina lingine riba an-nasi'a. Riba an-nasi'a ni riba ya kuchelewesha. Hapa hatusomi ahkamu riba, hatusomi ahkamu riba, ila naelezea mukaddima, yani inawapa utangulizi kupata mwanga, kufahamu nini maana ya riba tayari. Naam, lakini vigawanyo vya riba viko viwili. Riba imegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza riba an-nasi'a, riba an-nasi'a au riba ad-dain, kwa lugha nyingine inaitwa riba ad-dainu, riba ya madeni. Riba an-nasi'a ni riba ya kuchelewesha, ambayo hii ndio riba ya madeni. Yani mtu unamkopesha pesa, unamkopesha 100,000, nakubaliana atalipa mwisho wa mwezi, atalipa mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi umefika, ameshindwa kulipa, yule mkopa hajaweza kulipa, hana hela, hajapata, amezongwa na mazonge mengine. Ukamwambia shekhe, vipi, muda umeshafika shekhe? Akwambia naam, kweli ndugu yangu, muda umefika, lakini ma indi shay, sina kitu. Najua kwa kweli tarehe zishafika, na leo ishakuwa tarehe 2, 3, lakini sijakupa kwa sababu sina cha kulipa. Ukamwambia sawa, mimi nakupa muda na kuzidishia time, nakupa mwezi mwingine, lakini utalipa 1,20,000. Utalipa 1,20,000 ziyadatan. Hii ziada imetoka wapi? Li ziyadati al-ajal, bi ziyadati al-ajal, kwa kile kitendo cha wewe kumongezea muda unamzidishia nani? Na deni. Hii ndio inaitwa riba an-nasi'a, yani ya kuchelewesha. Unamcheleweshea yani muda unapomsogezea ndivyo unavyomuongezea nini? Mzigo wa deni. Kwa lugha nyingine inaitwa kuwa ni riba ad-dain, riba ya deni. Na hii ndio ilikuwa riba ya al-jahiliya. Watu wa jahiliya, hii ndio ilikuwa riba yao, riba ya madeni. Watu wanakopeshana, mtu akishindwa kulipa ndani ya time, anaambiwa tunakupa muda mwingine lakini kwa ziada, na ule muda ukifika kama hajalipa anaongezewa tena na anaongezewa deni, wa hakadha. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni riba al-fadl. Riba al-fadl, riba ya ziada. Riba al-fadl ni riba ya ziada, ambayo kwa lugha nyingine wanaita kuwa riba al-buyu'. Riba al-buyu' ni riba inayoingia katika biashara, sio riba inayoingia katika mikopo. Sio riba inayoingia katika mikopo, riba al-fadl. Riba ya kwanza ile riba ad-dain au riba an-nasi'a ndio inaingia katika mikopo. Watu wanaokopesha, usipolipa unazidishiwa. Ama aina ya pili hii ni riba al-fadli, riba ya ziada, ambayo kwa lugha nyingine wanaita kuwa ni riba al-buyu', riba inayoingia katika biashara. Tayib, idhan riba inaingia katika madeni kama tulivyoeleza, na ambayo hiyo ni riba waliokuwa wakifanya ahlul jahiliya. Kadhalika riba inaingia katika biashara, ambayo hii inakuwa ni aina ya pili, riba al-fadl. Bi an yubaa al-malu ar-ribawi. Sura ya riba al-fadl ni vile kuuzwa mali ya riba
kwa maana mali inayoingiwa ndani yake riba, mali inayoingiwa ndani yake riba, bijinsihi, kwa jinsia yake, kwa jinsia yake, mutafadhilan, kwa kuzidishiana. Mutafadhilan bimaana kwa kuzidisha. Ikauzwa mathala dhahabu kwa dhahabu, dhahabu kwa dhahabu, sawa. Hii ni mali ambayo jinsia moja. Tayari mtu akauza gramu 10 ya dhahabu, gramu 10 ya dhahabu kwa gramu 12 ya dhahabu, kwa gramu 12 ya dhahabu, tayari shakuwa nini? Kuna ziada, hadha riba. Kwa sababu gani? Kwa sababu imeuzwa dhahabu kwa dhahabu, tayari. Au gramu 10 ya fedha kwa gramu 15 ya fedha, ziada 15 ya nini? Hii 5 hii ziada, riba. Kwa nini? Kwa sababu mali ni jinsia hiyo moja, tayari. Au mchele, maana tukizungumzia dhahabu, wengine hata dhahabu hatujawahi kuziona. Mchele, sawa, mchele kwa mchele, kilo 2 kwa kilo 2.5, riba. Haijalishi mchele wa Mbeya na wa Morogoro, sawa, au mchele wa wapi, madam ni mchele, jinsia hiyo moja, haifai kufanyaje? Kuzidisha, haifai kuzidisha. Natakuwa kilo 2 kwa kilo 2, kilo 1.5, kilo 1.5, sawa. Naam, huu ni mchele. Kadhalika na nafaka nyinginezo ambazo zinachukua hukumu au ziko sawa na mchele katika illa, kama ni chakula kinapimwa na mfano wake. Ama vikitofautiana hizi bidhaa, zikitofautiana jinsi, yani jinsia zikiwa tofauti, hakuna shida kuzidishiana, hakuna shida kuzidishiana. Ama ikiwa jinsia moja, haifai ziada, mkiuziana inatakiwa iwe sawa kwa sawa, tena mkono kwa mkono, dhahabu kwa dhahabu, sawaan bisawa, mnauziana sawa kwa sawa, tena yadan biyadi, mkono kwa mkono, kwa maana nipe nikupe. Sio unampa dhahabu anakuambia nitakuletea baadaye, la. Au unampa mkononi anakuambia nitakutumia kwa simu, la. Lazima iwe yadan biyadin, nipe nikupe. Kama mnauziana kwa njia ya mtandao, unamtumia na anakutumia hapo hapo, sawa sawa. Lakini sio unamtumia alafu anakuambia nitakutumia baadaye, la. Au wewe unampa mkononi alafu anakuambia nitakutumia baadaye kwa njia ya mtandao, la. Hii tayari ishapatikana kuchelewesha, haitakikani kuchelewesha. Mali kishakuwa katika jinsia moja, ni sharti kwanza sawa kwa sawa, nipe nikupe, bila kuchelewesha. Ama zikitofautiana jinsi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fabi'u kaifa shi'tum. Idha ikhtalafat al-ajnas, jinsia zikitofautiana uzeni vile mnavyotaka. Idha kana yadan biyadin, kwa maana mnaruhusiwa kuzidishiana, lakini kwa sharti itakapokuwa mkono kwa mkono. Mathalan, mchele kwa maharage, mchele kwa maharage, inafaa wewe ukanipa kilo 1 ya mchele, mimi nikakupa kilo 2 ya maharage, sababu jinsia 2 tofauti. Inafaa kuzidishiana, lakini kwa sharti idha kana yadan biyadin, itakapokuwa unanipa na mimi nakupa hapa hapa,
sio kwamba nakupa kilo 2 ya maharage alafu wewe utanipa kilo 1 ya mchele baadaye. La, haifai kuchelewesha, ila kuzidisha inafaa madam jinsi ni tofauti. Umeelewa kidogo hapo? طيب. Kadhalika riba inaweza ikaingia katika upande wa mkopo. Mathala, mtu unamkopesha mwenzako, unamkopesha 100,000 mathala, unamwambia nakukopesha 100,000, utarudisha mwisho wa mwezi 100,000 bila ziada, lakini naomba unipe gari yako niendeshe leo kutwa nzima. Sawa? Unamkopesha 100,000, unamwambia utarudisha mwisho wa mwezi 100,000 tamaman bila ziada, lakini ninachotaka kwako, naomba unipe gari yako leo nishinde nayo. Sawa? Huu mkopo huu una aina ya riba, kwa sababu riba inakujaje? Inakuja kwenye manfaa ambayo umenufaika nayo wewe kwa yule mtu. Bimaana umemkopesha ili akupe gari, tayari umemkopesha ili akupe gari yake unufaike nayo. Hadha la yamba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kila aina ya mkopo ambao unaleta manfaa kwa yule anayetoa mkopo fahuwa riba. Tayib. Kwa huo ulikuwa ni utangulizi kuhusiana na jambo hili la riba, na zimekuja dalili nyingi zikiharamisha na kuelezea madhara ya riba, ikiwemo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, ma dhahara fi qaumin, haijawahipo kudhihiri kwa watu, azina wa riba, zina na riba, mambo haya mawili hayajawahipo dhihiri kwa watu, zina, uzinifu na riba, illa ahallu ala anfusihim iqab Allah, isipokuwa watu hao watakuwa wamejihalalishia wenyewe kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Isipokuwa watu hao watakuwa wamejihalalishia nafsi zao adhabu za Allah tabaraka wa taala, itakapokuwa zina imekithiri kwa watu, kadhalika na riba ikawa imekithiri kwa watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu hao watakuwa wamezihalalisha nafsi zao kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'udhu billahi min su'il hal. Kadhalika zimekuja hadithi nyinginezo mithili ya hiyo, kama ambavyo tutakujaona dalili ambazo ameziweka hapa Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Nasu ya kwanza aliyoiweka Imam Adh-Dhahabi ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema Imam Adh-Dhahabi rahimahullah, qala Allah ta'ala, asema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, enyi waumini mcheni Allah. Enyi waumini, ittaqullaha, mcheni Allah tabaraka wa ta'ala, muogopeni Allah. Wadharu ma baqiya min ar-riba, na muache kile kilichobaki katika riba. Wadharu ma baqiya min ar-riba, na muache kile kilichobaki au muache yale yaliyobaki min ar-riba, katika riba, kwa maana msichukue ziada ya riba. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini, ikiwa nyinyi ni waumini. Allah tabaraka wa taala akatundika iman, kwa maana min mukammilati al-iman, katika mambo yanayokamilisha imani ya mtu, tarku ar-riba, ni kuacha kula riba, ni kuacha kula riba. Ndio Allah tabaraka wa taala anasema, wadharu ma baqiya min ar-riba
in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu, na iwapo hamtafanya hivyo, kwa maana in lam tatruku akhdha riba, fa in lam taf'alu, na iwapo hamtafanya hivyo, kwa maana iwapo hamtaacha kula riba, iwapo hamtaacha kuchukua riba, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih, basi fahamuni ya kwamba mnamtangazia vita Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih, ay fa'lamu annakum tuharibuna Allah wa rasulahu, fahamuni ya kwamba nyinyi kwa kitendo hicho cha kuchukua riba mnampiga vita Allah tabaraka wa taala na mtume wake, na fahamuni ya kwamba anna Allah yuharibukum wa rasuluhu, na fahamuni ya kwamba Allah tabaraka wa taala na mtume wake pia wanakupigeni vita. Allah tabaraka wa taala aya hii anaonesha madhara ya riba. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha, enyi waumini mcheni Allah, wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, na acheni kilichobaki katika riba ikiwa nyinyi ni waumini. Fa in lam taf'alu, iwapo hamtafanya hivyo, kwa maana iwapo hamtaacha kula riba, kwa maana iwapo mtaendelea na kitendo cha kula riba, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih, basi fahamuni ya kwamba mnamtangazia vita Allah na mtume wake. Mnamtangazia Allah na mtume wake vita, na mfahamu ya kwamba Allah tabaraka wa taala na mtume wake wanakupigeni vita. Fahadha yadullu ala anna ar-riba min akhbathi adh-dhunubi, maneno haya ya Allah tabaraka wa taala yanaonesha kwamba riba ni katika madhambi yaliyokuwa machafu, ni katika madhambi yaliyokuwa mabaya. Fakaifa yuflihu man yuharibu Allah wa rasulahu, inakuwaje mtu aweze kufaulu yule ambaye anampiga vita Allah tabaraka wa taala na mtume wake? Au inawezekana vipi mtu anayepigwa vita na Allah na mtume wake akafanikiwa? Abadan. Kwa aya hii inatutahadharisha kuhusiana na dhambi la kula riba. Waqala ta'ala, akasema Allah mtukufu pia, hii ni aya ya pili katika dalili alizoziweka Imamu Dhahabi, alladhina yaakuluna ar-riba, Allah tabaraka wa taala anasema alladhina yaakuluna ar-riba, wale wanaokula riba. Alladhina yaakuluna ar-riba, wale wanaokula riba. Imetajwa kula riba, imetajwa neno kula, lakini haina maana kwamba inakatazwa kula tu, sawa, bali hata ukichukua riba ukaitumia matumizi mengine, maadam matumizi hayo yanarudi manufaa yake kwako wewe, ni haramu. Utakujaona, je, mali za riba zinapelekwa wapi? Kwa hivyo hapa imetajwa kula riba, lakini hata matumizi mengine ni haramu. Hata matumizi mengine yanakuwa ni haramu kwako wewe. Alladhina yaakuluna ar-riba, wale wanaokula riba, la yaqumuna, hawatonyanyuka, ay yawm al-qiyamah min quburihim, la yaqumuna yawm al-qiyamati min quburihim, hawatonyanyuka siku ya kiyama kutoka katika makaburi yao, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, isipokuwa watakuwa wakinyanyuka mithili ya yule ambaye aliyekumbwa na shaitani, isipokuwa watakuwa wakinyanyuka mithili kama yaqumu alladhi, kama
vile anavyosimama mtu ambaye yatakhabatuhu shaitani, aliyekumbwa na masi ya shaitani. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabatuhu shaitanu min almas. Watu hao hawatanyanyuka siku ya kiyama kutoka katika makaburi yao isipokuwa kama vile anavyosimama yule aliyekumbwa na masi ya shaitani. Mtu aliyekumbwa na masi ya shaitani, yani mtu aliyepigwa na shaitani, mtu ambaye amechagawa na shaitani kichwani, hawezi kusimama imara, hawezi kusimama akanyoka. Wale watu wa ruqya watakuwa ni mashahidi. Asimami, ila akisimama anaanguka. Kila akijitahidi kunyanyuka anapigwa mkumbo na anaanguka chini. Huu ni mfano Allah tabaraka wa taala ameupiga kwa wale ambao wanaokula riba, kwamba hawatokuwa na uwezo wa kusimama wakanyoka sawa sawa watakapokuwa wametoka katika makaburi yao siku ya kiyama. Alladhina yakuluna riba la yaqumuna, hawatosimama, hawatonyanyuka. Wanachuoni wa tafsiri wanasema la yaqumuna min quburihim yawm alqiyama, na wengine wanasema katika maana la yaqumuna, hawatonyanyuka, kwa maana katika maana za kutokunyanyuka wanaokula riba ni kutokuendelea, ni kutokuendelea kiuchumi, ni kutokuendelea kiuchumi. Kwa maana mali ya riba haimfanyi mtu aweze kuendelea kiuchumi, bali inamrudisha chini, inamfanya endelee kushuka kiuchumi. Wallahu aalam katika hilo. Lakini maana halisi, maana ya asili inayokusudiwa hapa kwamba hawatonyanyuka kutoka katika makaburi yao siku ya kiyama isipokuwa ni kama anavyonyanyuka alladhi yatakhabatuhu ash-shaytanu min almas, isipokuwa watakuwa wakinyanyuka kama vile anavyonyanyuka yule mtu aliyekumbwa na masi ya shaitani. Anakuwa hana uwezo wa kusimama imara, kila kijaribu kusimama anaanguka chini. Ila qawlihi ta'ala, Imam Adh-Dhahabi anasema mpaka kwenye kauli ya Allah aliposema waman aada, na atakairudia kula riba. Waman aada, atakairudia tena kula riba baada ya kumfikia uharamu wake. Aya inaendelea, imamu ameikata, lakini ukamilifu wa aya inasema dhalika biannahum qalu, na adhabu hii itawakumba watu hawa ni kwa sababu wao wamekuwa ni wenye kusema ya kwamba innamal bay'u mithlu riba, kwa hakika si vinginevyo biashara ni mithili ya riba, yani kuuza na kununua ni kama riba, kwa sababu ukiuza unapata faida, kadhalika na riba ni faida. Kwa hivyo wakahalalisha riba kwa kujalia kwamba ni katika biashara, ni kama mfano wa biashara tu, kwa sababu ni mali ya faida, unapata faida. Jambo hili ndio limewapelekea wao wapate kuadhibiwa kwa sababu ya haya maneno ya wao kusema innamal bay'u mithlu riba, kwamba hakika si vinginevyo biashara ni mfano wa riba, kwa sababu katika biashara kuna faida, lakini pia na riba pia nayo ni faida, hali ya kuwa wanajua wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, hali ya kuwa wanajua kwamba Allah tabaraka wa taala amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Allah amehalalisha kuuza na kununua na ameharamisha riba. Faman jaahu maw'idhatun min rabbih, basi yoyote ambaye yatamfikia makemeo na makatazo ya kula riba kutoka kwa Mola wake, fantaha, akawa amekoma, akaacha kuendelea kula riba baada ya kumfikia makatazo hayo kutoka kwa Mola wake. Fantaha, akawa amekoma, kwa maana akaacha, hakuendelea tena kula riba.
falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, basi mtu huyo atasamehewa ile riba aliyokwisha kula. Falahu ma salafa, mtu huyo atasamehewa ile dhambi aliyoifanya ya kula riba kwa yale yaliyopita kabla haijamfikia katazo kutoka kwa Mola wake. Kwa maana yale aliyoyafanya, ile riba aliyokula kabla haijamfikia dalili ya kuharamisha riba, anakuwa ni mwenye kusamehewa na Mola wake. Wa amruhu ila Allah, na jambo lake linakuwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio Allah akasema waman aada, hapa ndio aya inaendelea. Waman aada, na atakayerudia kuchukua riba baada ya kwisha kumfikia mauidha, makatazo kutoka kwa Mola wake ya kula riba, atakayeendelea au atakayerudia kula riba, faulaika ashabun nari, basi hao ndio watu wa motoni. Hum fiha khalidun, wao humo watakuwa ni wenye kuishi kwa muda mrefu. Faulaika ashabun nari, basi hao ndio watu wa motoni. Hum fiha khalidun, wao humo watakuwa ni wenye kuishi milele, kwa maana ni wenye kuishi kwa muda mrefu itakapokuwa ni Waislamu, kama tulivyoona katika dalili zilizopita. Inapokuja dalili nasu ikataja hivi hum fiha khalidun, hali ya kuwa wanaozungumziwa hapa ni Waislamu, katika maana wanasema wanachuoni ya kwamba watakuwa ni wenye kuishi motoni kwa muda mrefu. Watakuwa ni wenye kuishi motoni kwa muda mrefu, kisha baadaye watatolewa, kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba murtakibul kabira, mwenye kufanya dhambi kubwa, fahuwa tahta mashiati llah, baada ya kufa kwake anakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hapa duniani fahuwa fasiqun bikabiratihi, ni muovu kwa maasi, kwa madhambi anayoyafanya makubwa, lakini akhira fahuwa tahta almashia, anakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. In shaa adhabahu wa in shaa afa anhu, na hata kama Allah tabaraka wa ta'ala atataka kumwadhibu, hatombakisha motoni milele. Sasa ndio kama hii, hum fiha khalidun, watabaki humo milele. Sasa ikiwa ni waumini, maana yake watabaki kwa muda mrefu, watakaa motoni kwa muda mrefu, kwa sababu ya wao kula riba. Na hii ni waidun shadid inayojulisha ala qubhi dhambi akhdhi riba. Hii ni ahadi ya adhabu kali inaonyesha ubaya wa dhambi hili la kula riba, ambayo ni alkhuludu al-amadi, alkhuludu al-amadi, ambayo ni kukaa kwa muda mrefu motoni, kukaa kwa muda mrefu motoni kwa wale waumini wenye kula riba. Wa na'udhu billahi min adhabin nari. Kwa hivyo hii ni aya ya pili katika surati al-Baqara hiyo hiyo. Allah tabaraka wa taala anatahadharisha na kubainisha ubaya wa dhambi la kula riba. Kwa hiyo tujitahidi sana kujiepusha na kula riba, huku tukimwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika hilo. Kwa hiyo tumeona maneno ya Allah tabaraka wa taala, alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا سمع إمام الذهبي رحمه الله فهذا وعيد عظيم أي وعيد شديد. هي ni ahadi ya adhabu kali, ni ahadi ya adhabu kali, ahadi iliyokuwa nzito
ya adhabu kali, bil khuludi fi nnari, ya kubaki motoni milele, kwa maana kubaki motoni kwa muda mrefu. Kama tara, kama unavyoona, yani ayuha alqari, kama unavyoona wewe msomaji ulivyoipitia aya hii, namna inavyoonesha wazi ahadi ya adhabu kali ya kudumu na kubakia motoni milele. Kama tara liman aada ba'da almaw'idhati, kwa yule mwenye kurudia kula riba. Liman aada ay liman aada ila akhdhi riba, kwa yule mwenye kurudia kuchukua riba. Ba'da almaw'idhati, baada ya kumfikia yeye makatazo. Ba'da almaw'idhati, baada ya kumfikia yeye makatazo. Mawaidha hapa inakusudia makatazo ya kukataza riba, sio mawaidha ya kawaida. Inakusudiwa makatazo kutoka kwa Mola wake yanayokataza riba. Mwenye kurudia tena kula riba baada ya kumfikia uharamu wa jambo hilo, basi hiyo ni hatari kwake yeye. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Imam al-Dhahabi anasema la haula, hakuna ujanja, wala quwwata, wala nguvu, illa billahi al-aliyyil azim, isipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala. طيب, hizo zilikuwa ni dalili katika Qur'ani. Na dalili katika sunna, anasema Imam al-Dhahabi rahimahullah, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, na amesema Mtume alayhi salam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, jiepusheni na madhambi ya aina saba yenye kuangamiza. Na hadithi hii tushaisoma kipande chake nyuma. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, jiepusheni na madhambi ya aina saba yenye kuangamiza. Al-mubiqati ay al-muhlikati, yani yenye kuangamiza. Limadha, ni kwa nini ni yenye kuangamiza? Wanasema ahlul ilmi, liannaha min akbaril kabair, liannaha min akbaril kabairi, kwa sababu haya ndiyo madhambi yaliyo katika daraja ya kwanza katika madhambi makubwa. Katika madhambi makubwa haya ndiyo yaliyo katika mstari wa mbele. Qalu, masahaba wakamuuliza Mtume, wama hunna ya Rasulullah, ni yapi hayo madhambi ya aina saba yenye kuangamiza? Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ashirku billah, dhambi la kwanza ni kumshirikisha Allah. Wasihru, dhambi la pili ni uchawi. Wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bilhaqqi, na dhambi la tatu na kuua nafsi ambayo Allah tabaraka wa taala ameiharamisha kuuawa nafsi hiyo, illa bilhaqqi, isipokuwa kwa haki yake. Na hizi zote tushaelezea huko nyuma. Wa aklu riba, na dhambi la nne ni dhambi la kula riba. Wa aklu riba, na kula riba, ambayo ndio dhambi hili tulionalo hivi sasa. Wa aklu mali al-yatimi, dhambi la tano na kula mali ya yatima. Dhambi la tano katika madhambi yenye kuangamiza ni dhambi la kula mali ya mayatima, ambalo pia hili ni dhambi, ni jarima ambayo limewagusa watu wengi. Watu ambao wamewalea mayatima ni wachache ambao wamesalimika na jarima hili, dhambi hili la kula mali za mayatima. Na watu wanakula mali za mayatima kwa fujo, kwa israfu, wanaziteketeza, wanazitumia kwa fujo mali za mayatima ili ziishe, wale watoto wakikua wasikute kitu.
walichoachiwa na baba yao. Na wengine katika kula mali za mayatima wanazihamisha zile mali au miradi mayatima walioachiwa na baba yao, wanafanya kama vile wanaiboresha ile mali, kumbe wanaibadilisha na kuitoa katika miradi iliyoachwa na kuingiza katika miradi mingine mipya, halafu na kuifanya kuwa ile miradi ni ya kwao wao binafsi. Halafu wale watoto wakikua wanaambiwa baba yao hajaacha kitu, au wanaweza wakaoneshewa kwamba baba yenu aliacha nyumba hiyo moja, wakawaonesha kuna kijumba kibovu, ndio wanaonesha watoto kwamba hiyo ndio mali yenu. Halafu yeye anaendeleza kampuni yake aliyoifungua kupitia mali ya mayatima, wakati ile kampuni ile pia ni katika mali ya mayatima. Naudhu billahi min su'il hal. Hii ni hali ambayo wako nao baadhi ya watu. Allah atuongoze sisi na wao. Kwa pia katika dhambi lenye kuangamiza ni kula mali ya mayatima. Watawalli yauma zahfi, dhambi nyingine ni dhambi ya kukimbia siku ya vita. Watawalli yauma zahfi, na kukimbia siku ya vita, kwa maana watu waislamu washafika sehemu ya katika maaraka, uwanja wa mapigano, washakabiliana jeshi la waislamu na makafiri, tayari mapambano yanaanza. Ukaona hapa sija nikaingiza nafsi yangu kwenye maangamivu, unatafuta njia iko wapi ya kutokea. Ukikimbia umefanya dhambi kubwa. Yani wewe unataka kufanya subira, imma an-nasru wa imma shahada. Ama ukikimbia umemwasi Allah tabaraka wa taala, umemwasi Allah tabaraka wa taala, tena kwa dhambi iliyokuwa kubwa. Hutakiwi kukimbia, kwa sababu ukikimbia wewe mmoja unazofisha jeshi, unalifanya jeshi lidhofike, unawavunja moyo wale waliobaki, na unawafanya pia wengine waanze kufikiria kukimbia. Haya, hebu niambie, wakikimbia wote wakamwacha amiri jeshi, itakuwaje? Sitakuwa ni sababu ya kuuawa amiri jeshi? Kwa haitakikani kukimbia sehemu ambayo tayari watu wameshafika kwenye uwanja wa mapigano, hutakiwi kukimbia. Wa qadhfu almuhsanati, dhambi la mwisho la 7 ni qadhfu almuhsanati, ni dhambi la kuwatuhumu wanawake waliojihifadhi. Wa qadhfu almuhsanati, na kuwatuhumu wanawake waliojihifadhi, wanawake waliohifadhiwa, wanawake wacha Mungu, kuwatuhumu bizina, kuwatuhumu uzinifu. Hii ndio maana ya qadhf. Wa qadhfu almuhsanat, yani ina maana ya kuwatuhumu wanawake dhambi la uzinifu, tena wanawake ambao ni muhsanat, ay al-afifatu. Al-muhsanat bimaana al-afifatu, wanawake ambao waliojihifadhi. Al-ghafilati, waliokuwa mbali na hiyo tuhuma. Al-ghafilati ay al-bariati, waliokuwa mbali mimma rumina bihi min al-fujuri. Al-ghafilati, waliokuwa mbali au walioepukana na hiyo dhambi waliotuhumiwa kwayo. Hii ndio maana al-ghafilati, wanawake wacha Mungu waliohifadhiwa, yani waliojihifadhi katika dini, wenye heshima zao, ambao wako mbali na zinaa, halafu ukamtuhumu uzinifu. Hili ni katika dhambi iliyokuwa kubwa. Tena almu'minati, waliokuwa waumini wenye kumwamini Allah tabaraka wa taala. Haya ni madhambi 7 ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaita kuwa ni almuhlikatu, ni madhambi yenye kuangamiza. Na hili dhambi la mwisho la kuwatuhumu wanawake uzinifu, hii inawakumba wengi katika wanaume, kuwatuhumu wake zao uzinifu. Jitahidini sana ndugu zangu wanaume, jitahidini sana kuziwia ndimi zenu na kuwatuhumu wake zenu uzinifu.
kwa sababu kumtuhumu mwanamke mu'mina zina min ghairi shuhudin, pasina ushahidi wa kutosheleza, hii ni katika kabira min kabairi dhunub, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Usimtuhumu mtu bil khusus, usimtuhumu mwanamke ambaye amejihifadhi, yuko mbali kabisa na hilo unalomtuhumu. Tusiwe wepesi wa kuwatuhumu wake zetu tuhuma ya uzinifu. Ama ikiwa mwanamke anajulikana kwa uzinifu, huu ni mlango mwingine, na tukianza kuufungua tunafungua ukurasa mwingine. Je, inafaa kukaa na mwanamke mzinifu, na kwa nini ukae naye? Hii ni masaili nyingine. Naudhu billahi min dhalik. Tayib, hadithi nyingine, waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume wa Allah, la'ana Allahu, Allah tabaraka wa taala amemlani akila riba, mwenye kula riba. Akila riba ay akhidha riba, mwenye kuchukua riba. Akila riba, Allah tabaraka wa taala amemlani mwenye kula riba, kwa maana mwenye kuchukua riba, wa mukilahu, na mwenye kuitoa, wa mukilahu, na mwenye kuitoa hiyo riba. Allah tabaraka wa taala amemlani akila riba, mwenye kula riba, wa mukilahu, na mwenye kumlisha mwenzake hiyo riba. Na hapa imetajwa kula riba, lakini haina maana kula riba peke yake, kama tulivyoeleza hapo juu kwamba inaingia pia na matumizi mengine. Rawahu Muslim, hadithi hii ameitoa Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kuonesha kwamba mtu mwenye kula riba fahuwa mub'adun min rahmatillah, mtu huyo anakuwa amewekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Tirmidhi kadhalika, hadithi hii ameitoa Imam Tirmidhi katika riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud, katika riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fazada, akawa amezidisha Imamu at-Tirmidhi, fazada, katika riwaya yake Imamu at-Tirmidhi akazidisha. Na leo maswali mengi, unajua riba lazima iwe na maswali mengi. Fazada, akawa Imamu at-Tirmidhi amezidisha, wa shahidaihi, na mashahidi wake, kwa maana la'ana Allahu akila riba, Allah amemlani mwenye kula riba, wa mukilahu, na mwenye kumlisha mwenzake riba. Rawahu Muslim. Imamu Tirmidhi akazidisha wa shahidaihi, na mashahidi wake, kwa maana wale wanaoshuhudia mkataba na muamala wa riba pia wamelaaniwa. Wa shahidaihi, na mashahidi wake wawili wenye kushuhudia muamala wa riba kadhalika wamelaaniwa na Allah tabaraka wa taala. Wa katibahu, na mwandishi mwenye kuandika ule muamala, mwenye kuandika mkataba au mwenye kuandika risiti kwa ajili ya muamala wa riba pia naye amelaaniwa na Allah tabaraka wa taala. Wa katibahu, na mwandishi wake, kwa maana mwenye kuandika ule mkataba wa muamala wa riba, mtu huyo pia amelaaniwa. Wa isnaduhu sahihun, na sanadi ya hadithi hii ambayo ameitoa Imamu Tirmidhi, anasema Imamu Dhahabi ni sanadi iliyokuwa sahihi. Fa'ala almuslim an yahdhara kulla alhadhar, ni juu ya Muislam kutahadhari, ni juu ya Muislam kuchukua tahadhari kwa kadri ya uwezo wake wa mwisho, min musharakati fi muamalati arribawiyya, achukue tahadhari Muislam asishiriki kwa sura ya aina yoyote katika muamala wowote unaoingiwa ndani yake riba, katika muamala wowote wenye riba ndani yake kwa sura yoyote. Inatakikana Muislamu ajitahidi sana kujiepusha na muamala wowote ambao unakuwa na riba. Hadithi ya mwisho
aliyoiweka Imamu Adh-Dhahabi. Anasema Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mjumbe wa Allah hapo. Sallallahu alayhi wasallam izungushie mstari, piga duara, piga duara, kwa maana haya sio maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Adh-Dhahabi yalipomfikia akijua ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini as-sahih hadha laysa min kalami rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Haya si katika maneno ya mtume alayhi salam, haya ni maneno ya sahaba. Abdullah ibn Mas'ud anasema, kwa hapa mbele useme waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, badala ya kusema waqala sallallahu alayhi wasallam. Anasemaje sahaba huyu mtukufu Abdullah ibn Mas'ud? Anasema akilu riba, mwenye kula riba, wa mukiluhu, na mwenye kumlisha mwenzake riba, kwa maana mwenye kutoa riba na mwenye kupokea riba, wa katibuhu, na mwenye kuandika, yani mwandishi wa kuandika mkataba wa riba, idha alimu dhalika, wenye kujua idha alimu dhalika, pindi watakapojua kwamba hiyo ni riba. Idha alimu dhalika ay idha alimu bi anna dhalika riba, pindi watakapojua kwamba muamala huo ni muamala wa riba. Mal'ununa, watu hao wamelaaniwa, ala lisani Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yawm alqiyama, watu hao ni wenye kulaaniwa kupitia kinywa cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yawm alqiyama, siku ya kiyama. Kwa maana watu hao watakuwa ni wenye kulaaniwa siku ya kiyama, watakuwa ni wenye kutolewa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu an-Nasa'i, hadithi hii ameitoa Imam an-Nasa'i, wa sahahahu al-Albani, na ameisahihisha Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, kama alivyoisahihisha mwenyewe Imam an-Nasa'i. Idhan hizi ni nusus alizoziweka Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Na hadithi ya mwisho ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, akielezea madhara ya kula riba, na kwamba mwenye kula riba na anayemlisha mwenzake riba na anayeandika, wote hawa wamelaaniwa kupitia kinywa cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni juu yetu sisi Waislamu kuchukua tahadhari, na haitakikani Muislamu kufanya tasahul, yani kupuuzia na kuzembea na kuona kwamba ni jambo dogo tu, hata hili, hata kama itakuwa ni kidogo, madam ni riba, yatakikana Muislamu aweze kujiepusha na dhambi hilo, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi inayotahadharisha ubaya wa riba, anasema ar-riba 70 huban, kwamba riba ina daraja 70. Kwa maana dhambi la riba, madhambi ya riba yako katika daraja 70, yako katika daraja 70. Aisaruha, daraja ya chini kabisa katika hizi daraja 70 za madhambi ya riba, daraja ya chini kabisa, ayankiha ar-rajulu ummahu, ni mtu kumwingilia mamake. Hii ndio daraja ya chini katika daraja ya madhambi ya dhambi ya riba. Dhambi ya riba daraja zake, daraja iliyokuwa ya chini kabisa ni mtu kumwendea mama yake. Ayankiha ar-rajulu ummahu, ni mtu kumwendea mama yake mzazi. Rawahu Ibn Majah, hadithi hii ameitoa Imam Ibn Majah katika sunani yake, na ameisahihisha Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala.
na nyinginezo katika hadithi zilizokuja kuonesha madhara ya riba, madhara ya kula riba, kwamba riba ni hatari sana. Hadithi hii inatosha tu kuonesha kwamba riba ni hatari, kwamba daraja ya chini ya madhambi ya riba ni sawa na wewe kumwingilia mama yako mzazi. Haya, unaonaje? Ni uzito ulioje wa hii jarima? Bila shaka ni dhambi iliyokuwa kubwa. Muda si rafiki, na maswali yamekuja hapa, yamekuja mengi sana. Sasa nafunga darasa yangu kwa maelezo ya mafupi ya wanachuoni akiwemo al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kuhusiana na mali za riba. Aina tusrafu amwalu ribawiya, kwamba mali za riba zinapelekwa wapi? Yani mtu akichukua riba au mtu akipewa riba anafanyaje, aipeleke wapi? Kwa sababu hasa tukija katika zama hizi, je, mtu unaweza ukaepukana au ukaepukika na dhambi hii ya riba? Hasa kwa watumishi kama wapo hapa wanaweza wakatupa maelezo. Watumishi, wafanya biashara, je, wanaweza wakajiepusha na riba? Wanaweza wakaepukana na riba katika miamala yao, au ni jambo lililokuwa zito? Bila shaka ni jambo lililokuwa zito. Mtu atajitahidi kujiepusha kula riba, lakini atalishwa riba. Atajitahidi kujiepusha kuchukua riba, atapewa riba. Wafanya kazi wanajitahidi, hata wakijitahidi vipi, lakini katika miamala yao wanashtukia washaingiziwa pesa za riba. Haya, wafanyeje hizi pesa za riba? Watazifanyaje? Je, wazichukue wanapokuwa wamepewa mathalan wamepewa riba na benki? Je, wachukue zile ziada au wasichukue? Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliulizwa swali kama hili, akajibu kwa kusema, amma ma a'taka albanku, amma ile ziada ambayo watakayokupa benki, min arribhi, katika faida ambao wanaita faida, fala taruddahu ila albank, usiregeshe, usiwarudishie wenyewe watu wa benki. wala ta'kulhu fala tarudduhu ila albank wala ta'kulhu, usiwarudishie watu wa benki, lakini pia na wewe pia usile. Badala yake akasema, bal tasrifuhu fi wujuhi albirri, bali inatakikana hiyo mali ya riba uitoe katika njia za wema, katika njia za kheri. Uitoe hiyo mali ya riba katika njia za kheri, kasadaqati ala alfuqarai, kama vile kuwasaidia mafakiri wal masakin, na maskini. Hiyo ziada utakayokuwa umepewa ichukue, lakini usiile wewe, kadhalika usitumie matumizi ambayo manufaa yake yatarudi kwako au yatarudi kwa familia yako, uitoe takhallusan minhu, unaitoa hiyo mali kwa lengo la kujiepusha nayo. Sasa utaitoa wapi? Ndio maelezo haya ya ahlul ilmi akiwemo Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ya kwamba tusrafu amwalu ribawiya fi masalih al-amma, mali za riba zinatolewa na kutumiwa katika maslahi ya watu wengi, au zinatumiwa katika maslahi ya watu wote, katika mambo ambayo yanawanufaisha watu wote. Mfano, kabinai almadarisi, kama vile kujenga mashule. Kabinai almadaris, kama vile kujenga madarisi, kujenga mashule. Kadhalika wa islahi turuqi, pia kujenga madaraja, kutengeneza barabara.
tayari. Kwa unazitoa huko wanakotengeneza mabarabara, kadhalika katika makampuni ya ujenzi wanaojenga mashule, kadhalika wa hafrul abari, kuchimba visima, ukaitoa hiyo mali ikatumika katika kuchimba visima ambavyo visima hivi vinawanufaisha watu wote. Wa bina'il mustashfiyati, kadhalika kujenga mahospitali. Hii mali ya riba inatumika katika kujenga mahospitali. Wa infaqiha ala alfuqara'i, kadhalika na kuitoa hiyo mali kuwapa mafakiri wal masakin, na maskini, kuwasaidia fuqara wal masakin. Wa musaadati alghurama, kadhalika kuwasaidia watu wanaodaiwa madeni, watu wenye madeni ambao alajizina an qada'i duyunihim, ambao hawawezi kulipa madeni yao, walioshindwa kulipa madeni yao, pia wanapewa katika hii mali ya riba waweze kulipa madeni yao. Kadhalika musaadatul muhtajin, pia kuwasaidia watu wenye haja, kuwasaidia watu wenye haja ala sabili at-takhallus minha. Unafanya hivyo, unaitoa hiyo mali katika hizi njia zote zilizotajwa, kwa njia ya kujiepusha nayo, kwa njia ya kujiepusha nayo, na sio kwa njia ya ibada na kutaraji thawabu kwa Allah tabaraka wa taala. Unatoa kwa njia ya kujiepusha nayo na sio kwa njia ya ibada kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taakul minha, na wala usile kwa chochote katika hiyo. Kadhalika usiwalishe familia yako, na wala usiitumie hiyo mali kwa manufaa ambayo yatakurudia wewe na wale wanaokuhusu, bali unaitoa katika njia hizi tulizozitaja na nyinginezo kwa lengo la kujiepusha na mali hiyo. Haya ni maelezo mafupi ya wanachuoni katika kuelezea kwamba mali ya riba inatumiwa katika njia gani. Je, mali ya riba mtu akishachukua ile riba ale au achome moto? La, usichome moto, itumie katika njia hizi ambazo ahlul ilmi wamezitaja. Lakini kutoa kwako, kama utawapa maskini, utawapa wenye haja, wenye njaa, usitaraji malipo, usitaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam. Nilikusudia kuelezea hilo katika darasa ya leo insha Allah, na ndio maana hata muda kidogo umeenda, na maswali yenu haya tutabakisha, sijaangalia hata swali moja, na tutakuja kuyasoma darasa itakayofuata. Na bila shaka waliouliza maswali haya mengi utakuta ni watu waliochelewa kuingia msikitini. Sasa siku tunaanza darasa, kwa vile ni mengi haya masala, nitaanza kuyasoma maswali na kuyajibu biidhnillahi tabaraka wa taala, na kwa sababu pia darasa itakayofuata ni fupi zaidi ya hii ya leo. Wallahu taala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.